Milionea alimwalika mpenzi wake wa zamani kwenye harusi yake ili kumdhihaki, lakini alikuja kwa gari la gharama kubwa akiwa na mumewe bilionea na watoto 3. Wageni walikuwa wamejaa kwenye bustani kubwa, mziki wa taratibu ukipigwa, na kila mtu akiwa na shauku ya kuona tukio hilo la kifahari. Harusi ya Kelvin Mwangi, mfanyabiashara maarufu, ilikuwa gumzo la mji mzima, lakini nyuma ya tabasamu lake kulikuwa na jambo ambalo wachache walijua. Leo nitamfanya ajute, Kelvin alinong'ona kwa rafiki yake wa karibu, Brian Odhiambo. Unamaanisha nani? Brian aliuliza huku akitazama wageni. Kelvin alitabasamu kwa dharau. Yule aliyenidharau miaka ile, Neema Wanjiku. Miaka mingi iliyopita, Neema alikuwa mwanamke aliyempenda Kelvin wakati hakuwa na kitu. Lakini maisha yalibadilika ghafla na hadithi yao ikaishia kwa njia isiyoeleweka. Sasa, Kelvin alikuwa tajiri, mwenye jina, na alitaka ushindi wake uonekane wazi. Alituma mwaliko maalum kwa Neema, akihakikisha kuwa ujumbe umejaa maneno ya kejeli yaliyofichika. Njoo ushuhudie mafanikio yangu, ilikuwa sehemu ya ujumbe huo. Lakini hakujua kwamba mwaliko huo ungeleta kitu ambacho hakukitarajia kabisa. Neema Wanjiku alipokea mwaliko huo akiwa nyumbani kwake tulivu, mbali na kelele za jiji. Alikaa kimya kwa muda mrefu, macho yake yakisoma kila neno. Harusi ya Kelvin, alinong'ona polepole. Pembeni yake mume wake Daniel Kariuki alimwangalia kwa utulivu. Ni nani huyo? Daniel aliuliza kwa sauti ya upole. Neema alicheka kidogo, lakini ndani kulikuwa na hisia nzito. Ni mtu wa zamani, sehemu ya maisha niliyoacha nyuma. Daniel hakusema mengi, alimshika mkono kwa upole. Unataka kwenda? Neema alifikiria kwa muda. Ndiyo, lakini si kwa sababu anavyofikiria. Watoto wao 3 walikuwa wakicheza sebuleni bila kujua chochote kuhusu historia hiyo. Tutakwenda kama familia, Daniel alisema kwa uamuzi. Neema alimwangalia, macho yake yakijaa shukrani. Hata kama hatujui tutakutana na nini? Daniel alitabasamu. Maisha yetu ni wazi, hatuna cha kuficha. Neema alifunga mwaliko huo taratibu. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, moyo wake ulikuwa na mchanganyiko wa hofu na ujasiri. Safari ya zamani ilikuwa karibu kurudi tena. Siku ya harusi ilifika haraka kuliko wengi walivyotarajia. Bustani ilipambwa kwa maua mazuri, meza zikiwa zimepangwa kwa ustadhi, na wageni wa hadhi ya juu wakijaa kila kona. Kelvin alikuwa amevaa suti ya gharama kubwa, akisimama kwa kujiamini karibu na jukwaa. Leo kila mtu ataona nilivyofanikiwa, alisema kwa sauti ya kujiamini. Brian alimwangalia kwa makini. Lakini je, utafurahia kweli au unajaribu kuthibitisha kitu? Kelvin alicheka kwa dharau. Mimi sina kitu cha kuthibitisha, lakini ndani yake kulikuwa na kitu kilichokuwa hakijatulia. Wageni waliendelea kuingia moja baada ya mwingine. Magari ya kifahari yalijaa eneo la maegesho. Kila mtu alizungumza juu ya tukio hilo. Harusi hii ni ya kiwango cha juu kabisa, mmoja alisema. Kelvin ameonyesha kweli amefika mbali, mwingine akaongeza. Lakini Kelvin alikuwa akisubiri mtu mmoja tu. Macho yake yalikuwa yakitazama lango kuu mara kwa mara. Na ghafla, gari lisilo la kawaida lilionekana mbali, likivuta hisia za kila mtu. Gari hilo lilikuwa la kifahari kupita yale yote yaliyokuwa pale. Lilisogea polepole hadi kwenye lango, likiwa kimya lakini lenye nguvu ya kuvuta macho ya kila mtu. Ni nani huyu? Wageni walinong'ona. Mlango ulifunguliwa. Neema Wanjiku alishuka kwanza, akiwa na mavazi ya heshima na utulivu usioeleweka. Hakukuwa na majivuno, hakukuwa na kelele, kulikuwa na heshima tu. Baada yake, Daniel Kariuki alishuka, akionekana mwenye utulivu na mamlaka ya kimya. Watoto 3 walifuata, wakiwa wamepangwa vizuri na wenye nidhamu. Ukimya ulitanda KWA sekunde chache. Kelvin alisimama akiwa ameganda. Haiwezekani, alinong'ona. Brian alimwangalia KWA mshangao.
Huyo ndiye? Kelvin hakujibu. Alikuwa akitazama picha ambayo hakuwahi kufikiria. Neema, aliyekuwa akidhani angekuja akiwa peke yake au akiwa dhaifu, sasa alikuwa tofauti kabisa. Na si tofauti tu, bali juu yake. Neema alitembea KWA utulivu kuelekea eneo la wageni bila haraka wala kujionyesha. Daniel alikuwa pembeni yake, si kwa kujionyesha bali kwa heshima. Watu walikuwa wakigeuka kumtazama kila hatua aliyochukua. Ni nani huyo mwanamke? Mmoja aliuliza. Na huyo mwanaume? Anaonekana mkubwa sana, mwingine alisema kwa sauti ya chini. Kelvin alijikaza, akijaribu kurejesha hali yake ya kujiamini. Alisogea mbele, akitabasamu kwa nguvu. Neema, umekuja? Alisema, sauti yake ikiwa na mchanganyiko wa mshangao na kujilazimisha kuwa kawaida. Neema alimtazama moja kwa moja machoni. Ndiyo, nilipokea mwaliko wako. Kulikuwa na ukimya mfupi. Kelvin akatazama Daniel. Na huyo ni... Daniel alinyosha mkono wake kwa utulivu. Daniel Kariuki. Hakukuwa na majigambo, lakini jina hilo lilikuwa na uzito wake. Kelvin alishika mkono huo, lakini ndani yake kulikuwa na hisia ambazo hakuweza kuelewa. Kwa mara ya kwanza siku hiyo, alihisi kama si yeye aliyekuwa anaongoza tukio hilo, na hadithi yao ilikuwa bado inaanza. Baada ya salamu ile fupi, Kelvin alijaribu kurudisha hali ya kawaida. Karibuni sana, alisema KWA, tabasamu lililojificha. Najua hamkuwahi kuhudhuria hafla kama hii kwa muda mrefu. Maneno hayo yalikuwa ya kawaida KWA juu, lakini ndani yalikuwa na makali. Neema hakujibu haraka. Alimtazama KWA utulivu. Maisha hubadilika, Kelvin. Kila mtu ana safari yake. Daniel alisimama kimya, akitazama mazingira KWA, macho ya utulivu. Brian alikaribia KWA udadisi. Samahani, ulisema wewe ni nani tena? Alimuuliza Daniel. Daniel alitabasamu kidogo. Mimi ni mfanyabiashara tu. Tu? Brian alicheka kidogo. Hapa hakuna tu, kila mtu hapa ni mkubwa. Daniel hakujibu. Wakati huo huo, mmoja wa wageni alikuja mbio KWA heshima. Samahani mzee, je, wewe ndiye Kariuki wa ile kampuni ya uwekezaji Afrika Mashariki? Brian aligeuka haraka. Kampuni gani hiyo? Mgeni alimeza mate. Ile inayofadhili miradi mikubwa ya teknolojia na bima. Kelvin alihisi moyo wake ukindunda kidogo. Alianza kugundua kuwa huu haukuwa mkutano wa kawaida kama alivyopanga. Wageni wengine walianza kuzungumza KWA, sauti za chini. Si huyu ndiye anayewekeza kwenye miradi ya afya na bima kubwa? Ndiyo, nimesikia jina lake mara kadhaa. Brian alimvuta Kelvin pembeni. Kelvin, huyo mtu si wa kawaida. Kelvin alikunja uso kidogo. Hata kama ni tajiri, hii bado ni siku yangu. Lakini alijua ukweli ulikuwa unaanza kumtoka. Neema alikuwa ameketi na watoto wake, akizungumza nao KWA upole. Hakujali macho ya watu, hakujaribu kuvutia mtu. Daniel alikuwa akiongea na mgeni mmoja mzee, wakijadiliana mambo ya uwekezaji na elimu. Unajua, yule mzee alisema, watu kama wewe wanabadilisha maisha ya wengi. Daniel alitikisa kichwa. Tunaweka tu nafasi kwa wengine kufanikiwa. Kelvin aliangalia tukio hilo kutoka mbali. Ndani yake kulikuwa na hisia ngumu. Hii haikuwa picha aliyokuwa amejiandaa kuona. Alitaka kuonekana juu, lakini sasa kulikuwa na mtu aliyekuwa juu zaidi bila hata kujitahidi. Muda wa chakula ulipofika, wageni walipangwa mezani. Kelvin alihakikisha Neema na familia yake wamekaa karibu na jukwaa, si kwa heshima bali kwa sababu nyingine. Alitaka kila mtu awaone. Leo kutakuwa na hotuba chache, Kelvin alitangaza. Watu walipiga makofi kidogo. Alianza kwa kusema kuhusu safari yake. Nilianza bila kitu. Hakuna aliyeniamini. Lakini leo nimefika hapa. Alisimama kwa sekunde, macho yake akimwandalia Neema. Na kuna watu waliwahi kuniacha, wakidhani sitaweza. Watu wengine waligeuka kumtazama Neema, lakini Neema alibaki kimya. Hakujitetea, hakujibu. Daniel alimwangalia Kelvin kwa makini,
lakini hakusema chochote. Kelvin aliendelea, lakini maisha yanaonyesha nani alikuwa sahihi. Makofi yalipigwa, lakini hayakuwa na nguvu kama alivyotarajia. Kulikuwa na kitu kimebadilika kwenye hewa, na Kelvin alianza kuhisi kuwa anapoteza udhibiti wa hadithi yake mwenyewe. Baada ya hotuba, baadhi ya wageni walimkaribia Neema. "Samahani, ulisoma wapi?" Mwanamke mmoja aliuliza KWA heshima. Neema alitabasamu KWA upole. "Nilipitia changamoto nyingi, lakini nilijifunza kupitia maisha. Na sasa tunafanya kazi pamoja kama familia," Daniel aliongeza. "Tunazingatia miradi ya bima ya afya, elimu na uwekezaji mdogo kwa vijana." Mwanamke huyo alishangaa. Hiyo ni kubwa sana. Watoto wao walikuwa wameketi kwa utulivu, wakionyesha nidhamu na heshima. Brian alikuja tena, sasa akiwa na heshima zaidi. "Kelvin alikualika. Kwa sababu gani hasa?" Neema alimwangalia kwa sekunde chache. Labda ili yakumbuke maisha yake ya zamani. Brian alinyamaza. Maneno hayo yalikuwa mepesi, lakini yalikuwa na uzito mkubwa. Kwa mara ya kwanza, watu walianza kujiuliza swali. Nani alikuwa ameshinda kweli? Yule aliyeonyesha utajiri au yule aliyeonyesha amani? Jioni ilipoanza kuingia, taa zilianza kuwashwa. Muziki ulirudi polepole. Kelvin alikuwa peke yake kwa muda, akisimama pembeni ya jukwaa. Brian alimkaribia. "Uko sawa?" Kelvin alicheka kidogo, lakini haikuwa ya kweli. "Sijui." Alitazama Neema na familia yake. Walikuwa wakicheka pamoja, bila kujali macho ya watu. Hakukuwa na presha, hakukuwa na kujionyesha. Kulikuwa na furaha ya kweli. "Nilidhani leo nitajisikia juu," Kelvin alisema kwa sauti ya chini. Brian hakujibu mara moja, kisha akasema, "Labda tatizo si kile ulichonacho, bali kile ulichopoteza." Maneno hayo yalimgonga Kelvin kimya kimya. Kwa mara ya kwanza tangu harusi ianze, alihisi kitu ndani yake kikivunjika, lakini bado hakujua ukweli wote. Na ukweli huo ulikuwa karibu kufichuliwa. Muziki ulipungua kidogo, watu wakaanza kuchanganyika na kuzungumza kawa makundi madogo. Kelvin hakutulia, macho yake yalikuwa bado kawa Neema. Hatimaye aliamua kumfuata. "Neema, tunaweza kuzungumza?" aliuliza kawa sauti ya chini. Neema alimtazama, kisha akainuka polepole. "Ndiyo." Walitembea mbali kidogo, pembeni ya bustani, sehemu tulivu yenye taa za hafifu. Kwa sekunde chache hakuna aliyesema kitu. Kelvin alivunja ukimya. "Ulibadilika sana." Neema alitabasamu kidogo. "Kila mtu hubadilika, Kelvin." "Lakini si hivi," aliongeza kwa haraka. "Nilidhani maisha hayakuwa rahisi kwako." Neema alimtazama moja kwa moja. "Hayakuwa rahisi." Kelvin alishangaa kidogo. "Basi, uliwezaje kufika hapa?" Neema alikaa kimya kwa muda mfupi. "Kuna mambo hayataki kelele ili yakue." Maneno hayo yalimwacha Kelvin akifikiria. Kwa mara ya kwanza alihisi kama hajui hadithi yote, na ndani yake maswali yalikuwa yanaanza kuongezeka. Upande mwingine, Daniel alikuwa ameketi na mzee mmoja mashuhuri, Mzee Mutua, aliyekuwa akiheshimiwa sana katika jamii. "Nimekufuatilia kwa muda mrefu," Mzee Mutua alisema. "Kazi unayofanya kwa vijana na familia nyingi ni ya kipekee." Daniel alitikisa kichwa kwa heshima. "Tunafanya tu kile tunachoweza." "Lakini watu wengi hawajui hadithi yako," mzee huyo aliongeza. Daniel alitabasamu kidogo. "Si kila hadithi lazima isemwe hadharani." Wakati huo huo, Brian alisogea karibu, akisikiliza. "Samahani, unamaanisha nini?" Brian aliuliza. Mzee Mutua alimwangalia Brian kwa macho ya utulivu. "Unajua huyu mtu alipitia nini kabla ya kuwa hapa?" Brian alitikisa kichwa. Mzee Mutua aliongea kwa utulivu. "Aliwahi kupoteza kila kitu, lakini akasimama tena, si kwa ajili yake tu, bali kwa ajili ya wengine." Brian alishangaa. Aligeuka kumtazama Daniel kwa heshima mpya.
Kwa mara nyingine tena, picha aliyokuwa nayo kichwani ilibadilika. Na bado kulikuwa na mengi ambayo hayajasemwa. Neema na Kelvin walikuwa bado pembeni, mazungumzo yao yakiwa mazito zaidi. "Ninapenda utulivu wao," mwanamke mmoja alisema. "Wanaonekana kuwa na kitu ambacho pesa peke yake haiwezi kununua." Mwingine akaongeza, "Watoto wao pia wanaheshima sana." Brian alikuwa kimya, akifikiria kila kitu alichokiona. Alimkaribia Daniel tena. "Niambie ukweli, wewe ni nani hasa?" Daniel alicheka kidogo. "Mimi ni mtu aliyefundishwa na maisha." Brian hakuridhika. "Hapana, kuna zaidi ya hapo." Daniel alimwangalia kwa macho ya utulivu. "Kila mtu ana hadithi yake. Brian, swali ni, uko tayari kuisikia?" Brian alinyamaza, kwa sababu alihisi kwamba hadithi hiyo ilikuwa nzito kuliko alivyofikiria. Kelvin alirudi taratibu kutoka mazungumzo na Neema. Alionekana tofauti kidogo sasa. Tabasamu lake lilipungua. Brian alimkaribia. "Vipi huko?" Kelvin hakujibu mara moja. Kisha akasema, "Kuna mambo sikuwahi kuyaona." Brian alikubali KWA kichwa. "Nami pia." Kelvin alitazama tena Neema na Daniel, lakini safari hii hakukuwa na dharau machoni pake. Kulikuwa na kitu kingine. Mashaka. "Brian," Kelvin alisema kwa sauti ya chini, "unadhani kuna kitu anaficha?" Brian alifikiria kwa sekunde chache. "Kila mtu anaficha kitu, lakini si kila kitu ni kibaya." Kelvin hakusema tena. Ndani yake kulikuwa na hisia mpya inayochipuka, na bila kujua, alikuwa karibu sana kugundua ukweli ambao ungeweza kubadilisha kila kitu. Usiku ulizidi kuwa mzito, taa zikitoa mwanga wa utulivu uliotuliza mazingira. Lakini ndani ya Kelvin kulikuwa na kelele zisizoonekana. Alimtafuta Neema tena, safari hii akiwa na uso wa tofauti, si wa kujionyesha bali wa kutaka kuelewa. "Neema, kuna kitu nahitaji kujua," alisema kwa sauti ya chini. Neema alimtazama kwa utulivu. "Uliza." Kelvin alisita kidogo. "Ulipoondoka ghafla bila kuniambia ukweli wote, kwa nini?" Neema hakujibu haraka. Alitazama mbali kwa sekunde chache, kama mtu anayekumbuka kitu kilichokuwa kizito. "Kuna wakati ukweli hauwezi kusemwa kwa sababu mtu hayuko tayari kuusikia," alisema polepole. Kelvin alihisi maneno hayo yakimgusa moja kwa moja. "Na sasa?" aliuliza. Neema alimwangalia kwa macho ya kina. "Sasa labda umeanza kuwa tayari." Kelvin alimeza mate. Kwa mara ya kwanza alihisi kama anakaribia mlango ambao haujawahi kufunguliwa. Wakati huo huo, Daniel alikuwa pembeni akizungumza na Brian, mazungumzo yao yakianza kuwa ya moja kwa moja zaidi. "Umemjua Kelvin kwa muda mrefu?" Daniel aliuliza. Brian alitikisa kichwa. "Tulianza pamoja, lakini alibadilika sana." Daniel alitabasamu kwa huzuni kidogo. "Mara nyingi mafanikio huleta mtihani mkubwa kuliko masikini." Brian alikubaliana. "Lakini wewe unaonekana tofauti, kama mtu ambaye ameshinda kitu kikubwa zaidi ya pesa." Daniel alinyamaza kwa sekunde chache. Kisha akasema kwa utulivu, "Nilishinda nafsi yangu. Hiyo ndiyo vita ngumu zaidi." Brian alishangaa kidogo. Hakuwahi kusikia mtu tajiri akiongea kwa namna hiyo. "Na Neema?" Brian aliuliza. Daniel alitabasamu kidogo. "Yeye ni sababu kubwa ya mimi kuwa hivyo nilivyo leo." Maneno hayo yalikuwa mepesi, lakini yalikuwa na uzito mkubwa. Na Brian alianza kuelewa kuwa kuna uhusiano wa kina ambao haukuonekana kwa macho. Neema na Kelvin walikuwa bado pembeni, lakini sasa mazungumzo yao yalikuwa mazito zaidi. "Unakumbuka siku ile nilipokuambia tusubiri kidogo kabla ya kufanya maamuzi makubwa?" Neema aliuliza. Kelvin alifikiria. "Ndiyo, lakini nilidhani ulikuwa unanichelewesha." Neema alitikisa kichwa pole pole. "Nilikuwa na kulenda." Kelvin alishtuka. "Kunilinda? Kutoka nini?" Neema alipumua kwa kina. "Ulikuwa umeingia kwenye mikataba ambayo haikuwa safi." Kelvin alikunja uso. "Unamaanisha nini?"
Niligundua mapema, lakini nilijua usingenisikiliza, Neema alisema kwa utulivu. Kelvin alihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu. Na ndiyo sababu uliondoka? Aliuliza. Neema alimtazama moja kwa moja. Ndiyo, na sababu nyingine ambayo bado huijui. Ukimya mzito ulitanda. Kelvin alihisi kama ardhi chini yake inaanza kusogea. Na ukweli ulikuwa bado haujakamilika. Ndani ya ukumbi, sherehe iliendelea, lakini watu wengi walikuwa wakifuatilia kwa macho kile kinachoendelea pembeni. Mzee Mutua alimkaribia Daniel tena. Unaona kinachoendelea? Aliuliza kwa sauti ya chini. Daniel alitikisa kichwa. Kila mtu ana wakati wake wa kukutana na ukweli. Na wewe uko tayari ukweli wote ujulikane? Mzee huyo aliuliza. Daniel alifikiria kwa muda mfupi, kisha akasema, ukweli hauogopi muda, unajitokeza pale unapohitajika. Mzee Mutua alitabasamu. Upande mwingine, Brian alikuwa watazama Kelvin na Neema kwa mbali. Alianza kuhisi kwa usiku huu haukuwa tu harusi, kulikuwa na kitu kikubwa kinajengwa pole pole. Na kila mtu aliyekuwa pale alikuwa karibu kuwa shahidi wa jambo lisilo la kawaida. Kelvin alisimama kimya mbele ya Neema, macho yake yakiwa na mchanganyiko wa hofu na udadisi. Niambie ukweli wote, alisema kwa sauti nzito. Neema alikaa kimya kwa sekunde chache, kisha akasema, ulikuwa karibu kupoteza kila kitu. Si kwa sababu ya bahati mbaya, bali kwa sababu ya watu uliokuwa umeanza kuamini. Kelvin alikumbuka baadhi ya majina, baadhi ya mikataba, baadhi ya maamuzi aliyowahi kufanya. Moyo wake ulianza kubadilika polepole. Na wewe ulijua yote hayo? Aliuliza kwa mshangao. Neema alitikiza kichwa. Ndiyo, na nilijaribu kukuambia kwa njia nyingi. Kelvin alishusha macho. Kwa mara ya kwanza alihisi majuto yakianza kuingia moyoni mwake. Lakini bado kulikuwa na kitu. Umesema kuna sababu ingine, Kelvin alisema polepole. Neema alimwangalia kwa kina. Ndani ya macho yake kulikuwa na siri ambayo ilikuwa karibu kufunguliwa. Ndiyo, na hiyo ndiyo itakayobadilisha kila kitu. Ukimya ulitanda kati ya Kelvin na Neema, kama dunia imesimama kwa sekunde chache. Kelvin alisogea kidogo karibu. Niambie, ni nini hicho kilichobaki? Neema alipumua kwa kinaa, kama mtu anayejitayarisha kusema jambo ambalo limekaa moyoni kwa miaka mingi. Siku ile nilipoondoka, alianza polepole, sikuondoka kwa sababu ya hasira tu. Kelvin alimtazama bila kupepesa macho. Nilikuwa na jukumu kubwa kuliko hisia zangu. Neema akaendelea. Jukumu gani? Kelvin aliuliza kwa haraka. Neema alimtazama moja kwa moja machoni. Nilikuwa na maisha ambayo yalitegemea maamuzi yangu. Kelvin alikunja uso. Sielewi. Neema hakujibu moja kwa moja. Badala yake, aligeuka kidogo na kuangalia watoto wake waliokuwa mbali, wakicheza kwa furaha. Kisha akamgeukia Kelvin tena. Huwezi kuelewa hadi uone picha yote. Maneno hayo yalimwacha Kelvin akiwa na msisimko na hofu kwa wakati mmoja, kwa sababu alihisi kuwa ukweli huo ulikuwa karibu sana. Ndani ya ukumbi, Brian alikuwa ameketi na mzee Mutua, wote wakifuatilia kwa mbali. Unajua kitu sio? Brian aliuliza kwa shauku. Mzee Mutua alitabasamu kidogo. Kuna mambo hayataki kukimbizwa. Brian alikosa uvumilivu. Lakini hali imekuwa nzito sana. Kuna kitu kikubwa kinakaribia kutokea. Mzee Mutua alimtazama kwa utulivu. Watu wengi huangalia mafanikio ya leo, lakini hawajui mizizi yake. Brian alikubali kwa kichwa. Na mizizi ya watu hawa wawili? Mzee aliendelea. Ina hadithi ambayo inaweza kubadilisha mtazamo wa wengi hapa. Brian aligeuka kumtazama Daniel, aliyekuwa amekaa na watoto wake. Kulikuwa na utulivu wa ajabu ndani ya familia hiyo. Hakukuwa na presha ya kujilenyesha. Hakukuwa na ushindani. Kulikuwa na kitu safi, kitu halisi. Na Brian alihisi kuwa ukweli utakapofichuliwa, hakuna kitu kitakachobaki vile kilivyo. Kelvin hakuweza tena kuvumilia. Neema, tafadhali, sitaki mafumbo tena, alisema kwa sauti yenye msisitizo. Neema alimwangalia kwa muda mrefu, kisha akasema kwa utulivu. Baada ya kuondoka kwako, niligundua kuwa nilikuwa na ujauzito. Maneno hayo yalimdunga Kelvin kama radi. Nini? Alisema kwa mshangao.
Ndani ya kichwa chake, kumbukumbu zilianza kurudi haraka. Sikuwahi kujua, aliongea kwa sauti iliyovunjika. Neema alitikisa kichwa. Ndiyo, hukujua. Na nilijua usingekuwa tayari wakati huo. Kelvin alishika kichwa chake kwa mkono mmoja. Na mtoto? Aliuliza kwa hofu. Neema hakujibu moja kwa moja. Alimwangalia tena watoto wake waliokuwa mbali. Na kwa mara ya kwanza, Kelvin alianza kuona kitu alichokuwa hajawahi kuona kabla. Uso mmoja, uliokuwa na sura inayofanana naye. Kelvin aligeuka taratibu, macho yake yakitazama watoto wale watatu kwa makini. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa nguvu isiyo ya kawaida. Unamaanisha? Sauti yake ilitetemeka. Mmoja wao ni wangu? Neema alisimama kimya kwa sekunda chache. Kisha akasema kwa utulivu, ndiyo. Ukimya mzito ulitanda. Kelvin alihisi dunia ikizunguka. Lakini kabla hajapata nafasi ya kusema zaidi, Neema aliendelea. Lakini sikukimbia kukuletea mzigo. Nilichagua kulinda maisha yake kwa utulivu. Kelvin alimtazama kwa macho yaliyojaa hisia. Na Daniel? Aliuliza kwa sauti ya chini. Neema alitabasamu kidogo. Daniel alijua kila kitu. Kelvin alishtuka zaidi. Alijua na bado alikubali. Alinichagua pamoja na maisha yangu yote. Neema alijibu kwa utulivu. Maneno hayo yalimvunja Kelvin ndani kabisa. Kwa sababu sasa alielewa kitu ambacho hakuwahi kufikiria. Upendo wa kweli hakukuwa kile alichokuwa akionyesha. Ndani ya ukumbi, muziki uliendelea, lakini kuauka Kelvin, kila kitu kilikuwa kimya. Alikaa kwenye kiti akitazama mbele bila kupepesa macho. Brian alimkaribia kwa wasiwasi. Kelvin, kuna nini? Kelvin hakujibu mara moja. Kisha akasema polepole, nimepoteza kitu kikubwa kuliko nilivyowahi kufikiria. Brian alikaa kimya kwa sababu aliona macho ya Kelvin yakibadilika. Hakukuwa na kiburi tena. Hakukuwa na kujionyesha. Kulikuwa na majuto. Upande mwingine, Neema alirudi kwa familia yake. Daniel alimwangalia kwa upole. Umesema? Neema alitikisa kichwa. Ndiyo. Sasa ni juu yake kuelewa. Daniel alishika mkono wake kwa heshima. Watoto wao walicheka karibu nao, na kwa mara ya kwanza usiku huo kila kitu kilianza kuonekana wazi. Lakini bado kulikuwa na hatua moja ya mwisho, hatua ambayo ingeamua kama hadithi hii itaishia kwa maumivu au uponyaji. Kelvin alikaa peke yake kwa muda mrefu, akitazama wageni wakicheka, muziki ukiendelea, lakini kwake kila kitu kilionekana mbali. Alishika kichwa chake kwa mikono miwili. Nimefanya nini? Alinong'ona. Kila kumbukumbu ilianza kurudi. Neema alipokuwa karibu naye wakati hakuwa na kitu. Maneno yake ya upole, onyo lake ambalo hakulitilia maanani. Brian alikaa pembeni yake kimya. Unajua Kelvin, alisema kwa sauti ya chini, mafanikio ya pesa hayawezi kufuta maamuzi ya zamani. Kelvin alitikisa kichwa polepole. Nimepoteza familia yangu kabla hata haijaanza. Alisimama taratibu, macho yake yakitafuta Neema. Lakini safari hii hakwenda kwake kama milionea. Alikwenda kama mtu aliyekuwa amevunjika ndani. Na kila hatua aliyochukua ilikuwa nzito kuliko zote alizowahi kuchukua maishani mwake. Neema alikuwa ameketi na watoto wake, akizungumza nao kwa upole. Daniel alikuwa pembeni yao, macho yake yakiwa na utulivu ule ule wa mwanzo. Kelvin alifika karibu, akasimama kwa sekunde chache kabla ya kusema. Naweza kuzungumza? Aliuliza kwa heshima. Daniel alimwangalia, kisha akatikisa kichwa. Karibu. Kelvin alikaa, macho yake yakimtazama mtoto mmoja kwa makini. Jina lake ni nani? Aliuliza kwa sauti ya chini. Neema alijibu kwa utulivu. Anaitwa Baraka. Kelvin alitabasamu kwa huzuni. Baraka. Alimwangalia mtoto huyo, macho yake yakijaa hisia. Sikuwahi kujua,
lakini ninajua sasa. Kulikuwa na ukimya wa umaana. Kisha Kelvin akamgeukia Daniel. Umefanya kitu ambacho mimi sikuweza. Umechagua kupenda bila masharti. Daniel alitabasamu kidogo. Upendo wa ukweli hauchagui hali rahisi. Unachagua kufanya yaliyo sahihi. Maneno hayo yaliingia moja kwa moja moyoni mwake Kelvin, na kwa mara ya kwanza alianza kuelewa. Kelvin alisimama mbele ya Neema na Daniel, akionekana mnyenyekevu kuliko hapo awali. Najua siwezi kubadilisha yaliyopita, alisema kwa sauti ya wazi, lakini naomba nafasi ya kufanya kilicho sahihi kuanzia sasa. Neema alimwangalia kwa makini. Hakukuwa na hasira machoni pake. Kulikuwa na utulivu tu. Kelvin, alisema polepole, maisha si mashindano. Kelvin alitikisa kichwa. Nilijaribu kuthibitisha kuwa mimi ni bora, lakini nimegundua nimekosa kilicho muhimu zaidi. Daniel aliingilia kwa upole. Hatua ya kwanza ya kubadilika ni kukubali ukweli. Kelvin alikubali. Kisha akasema, sihitaji kuchukua nafasi ya mtu yoyote, lakini nataka kuwa sehemu ya maisha ya mwanangu, kwa heshima. Neema alimtazama Daniel kwa sekunde chache. Daniel alitikisa kichwa kidogo. Kisha Neema akasema, tutafanya kile kilicho bora kwa mtoto. Na kwa mara ya kwanza kulikuwa na mwanga wa matumaini. Baadaye Kelvin alisimama tena mbele ya wageni, lakini safari hii hakukuwa na majigambo. Alishika kipaza sauti, akavuta pumzi. Nina jambo moja la kusema, alianza. Ukumbi ukatulia. Leo nilifikiri nitasherehekea mafanikio yangu, aliendelea, lakini nimegundua kuwa mafanikio ya kweli si mali, bali ni watu unawathamini. Watu walisikiliza kwa makini. Nimefanya makosa mengi, lakini leo nimepata nafasi ya kuona ukweli. Alitazama Neema na familia yake. Na ninashukuru kwa somo lilo. Kulikuwa na ukimya mzito. Kisha makofi ya polepole yakaanza kupigwa. Si makofi ya shangwe, bali ya heshima. Kwa sababu kila mtu alihisi kuwa jambo la kweli limetokea. Usiku ulipofika mwisho, wageni walianza kuondoka polepole. Taa zilikuwa bado zinang'aa, lakini hali ilikuwa imebadilika kabisa. Neema, Daniel na watoto wao walielekea kwenye gari lao. Kelvin alisimama mbali kidogo, akiwaangalia. Baraka aligeuka na kumtazama KWA sekunde chache, kisha akatabasamu kidogo bila kusema neno. Tabasamu hilo lilimpa Kelvin kitu ambacho hakuweza kununua KWA pesa: tumaini. Daniel alimshika Neema mkono, wakapanda gari pamoja. Walikuwa familia iliyojengwa juu ya ukweli, uvumilivu na upendo wa kweli. Gari liliondoka polepole. Kelvin alibaki pale, lakini safari hii hakuwa peke yake ndani. Alikuwa na somo, alikuwa na nafasi mpya, na alielewa jambo moja kwa kina: utajiri wa kweli haupo kwenye mali, upo kwenye moyo unaojua kupenda, kusamehe na kujifunza.